السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد يكمشكر الله سبحانه وتعالى nakumtakia rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu watukufu wa Kiislamu, ikiwa leo ni tarehe 25 ya mwezi wa Mei, mwezi wa 5 mwaka wa 2024, tunawaletea makala fupi hii kuhusiana na kadhia zinazoendelea katika mitandao mbalimbali, na hakuna jambo linalotutuma kufanya hivi ila ni kwa sababu tu inasemwa hina sakata ahlul haqqi anil batil tawahhama ahlul batil annahum ala alhaqi. Hili jambo la kuchunga sana hili, ndugu zangu Waislamu, kwamba pale walipokuwa wamenyamaza watu wa haki kuinyamazia batili, wakati inapofanywa, wakati inaposemwa, wakati inapozungumzwa, basi hufikia mahala wakajidhani na kujiona wale watu wa batili kwamba wao wapo kwenye haki. Na si wao tu, basi hata jamii inabaki ikiyakini kwamba wale wako sawa, kwa sababu wamesema na yamebakia hayo walioyasema tu. Lakini pale watakapokuwa watu wa haki nao wamezungumza, basi ndipo ambapo upuuzi, batili yote hufutika katika akili za watu, na badala yake kuikamata haki hii iliyokuja ikazungumzwa baadaye. Ndugu zangu Waislamu, kadhia ya kusikitisha ni kadhia ya kuzungumzwa habari ya liwati mbele za watu kwenye vinara, kwenye mitandao ya kijamii, lakini uzungumzaji wa sura ya nzuri, sura ya kulifanya ni jambo miongoni mwa mambo ya kawaida. Riyadhu billah, jambo hili, jambo ambalo kila mahala linazungumzwa kwa laana, jambo ambalo halina sura nzuri katika muonekano wake, jambo la kutisha, lakini jambo hili yafikia mtu analizungumza tena anatabasamu, hana wasiwasi kabisa na kusema kwamba jambo hili ni jambo tu, mpaka kufikia hatua kusema ni jambo mukhtalafun fihi, akimaanisha mtu kwamba jambo ambalo ni mukhtalafun fihi katika sharia, maana yake jambo hilo ukilifanya ni sawa na ukiliwacha ni sawa. Idh la yunkaru almukhtalafu fihi bali yunkaru almujma'un alayhi. Lile ambalo ni mujma'u alayhi, juu ya uharamu wake, basi huwezi kulifanya. Ukilifanya umefanya jambo baya. Na lile ambalo ni mukhtalafun fihi, kanuni zinatuambia jambo hilo anayelifanya hakukosea na anayeliwacha kadhalika hakukosea. Sasa mtu akija akizungumza maneno mengi, lakini hitimisho lake ikawa kwamba jambo hili ni mukhtalafun fi, maana yake analipeleka kwenye uzuri bila wasiwasi wowote. Tumche Allah, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ametupa kama amana, kwani ukiwa na ilmu ni amana. Sasa kama amana unaitumia visivyo, bila shaka ni mtihani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya inayotumika katika masala haya ni aya isemayo nisaukum harthul lakum faatu harthakum anna shi'tum. Lakini hapo ili kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake hayaanguki chini, pale aliposema fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Katika aya kuna muhkama na kuna aya zinaitwa mutashabi. Hizi ambazo ni muhkama
ni aya ambazo ziko wazi, maelekezo yake yanaelekea, tafsiri yake ni moja tu, likija jambo na tafsiri yake ni sawa, hakuhitajiki taawili. Sasa aya hizi ndizo zinaitwa ummul kitab. Alafu wa ukharu mutashabiha, ndio hizo sasa. Inaweza ikaja lakini ikawa ina maana zaidi ya moja, ikaja ina tafsiri zaidi ya moja, ikaja sasa hizi Allah subhanahu wa ta'ala amezitabiri kwamba wale ambao katika nyoyo zao kuna kupondoka, fayattabi'una ma tashabaha min, wanafuata zile ambazo ndani yake unaweza ukatiatia uhodari mpaka ukaharibu jambo, mpaka ukatia ukorofi katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyo hapo kwamba mtu anang'ang'ana wakati zilishakutangulia aya, ili kuifanya hii aya ni mujmal, maana yake haina maelezo yoyote, lakini Mwenyezi Mungu ashasema katika aya iliyo nyuma yake, yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Kumbe jambo hili ni mukhtalafu fi. Kumbe aliposema annashitum amekusudia kwamba unaweza ukafanya jambo lolote. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu aseme fa'tazilu an-nisaa fil mahid? Kuna hekima gani? Wanawake waepukwe katika jambo gani? Bila shaka ni kwamba mwanamke atakapokuwa katika haidh, basi hakuna njia ya kukutana naye mwanamke huyo kimwili, na ndio maana wakaambiwa fa'tazilu nisaa fil mahid, kwa maana ya kwamba hakuna jimai hapo. Utakapokuja kuzungumza kwamba jambo hili aya imekusudia annashitum, kwa maana hayo uliyoeleza, ndugu yangu Muislamu, kama ni Muislamu kweli, basi utakuwa kama unayasema hayo na kuyatumia umepotoka, na kama unayasema hayo tu kwa kuwa labda ni nembo ya sehemu fulani, kuna maagizo labda ya sehemu fulani na kuna maslahi yanapatikana, lakini itakuwa tunawapotosha Waislamu. Hakuna njia yoyote. Lakini kitu cha kwanza cha kuangalia katika maudhui haya kupingana nayo, kwanza aya katika Qur'ani tunaambiwa iliteremka kutoka Lauhil Mahfudh kuja mbingu ya kwanza kwa siku moja na awamu moja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kama inavyofahamika. Lakini baada ya hapo Qur'ani imekuwa ikiteremka aya sura kwa awamu hasbal waqa'i. Limetokea hili linakuja aya, limetokea hili linakuja aya. Kwa hiyo sasa tuangalie katika maudhui hii, ipo sababu ya wazi tunayoifahamu iliyosababisha kuletwa aya nisaukum harthul lakum, ili wakati tunakimbilia watu kuwafafanulia na kuwaeleza kwamba hapa pamelengwa jambo gani, lakini tunajua kwamba sababu ya aya ilikujaje. Na mara nyingi unapolijua jambo na sababu yake, basi wewe unakuwa umefahamu na unakuwa mwepesi wa kufahamu vilivyo ndivyo, kuliko mtu kujua pengine lakini pia ukaamua kuficha ukweli. Na hapo ndio jambo ambalo linaharibika. Hapo kuna kuficha ukweli. Si kweli kwamba mtu atakuwa hajui sababu ya kushuka kwa aya hii. Miongoni mwa sababu ile ambayo inaelezwa kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anasema kanatil yahudu, walikuwa mayahudi, yaquluna, wanasema mayahudi, man atamra'atahu min duburiha fi qubuliha innal walada yakunu ahwal. Hawa walikuwa wanasema mayahudi, kama mtu anamwendea mkewe kwa nyuma yake lakini katika tupu yake ya mbele, ya atimra'atahu min duburiha fi qubuliha, anamwendea mkewe kwa nyuma yake lakini fi qubuliha, katika ile tupu yake ya mbele. Kwa maana ya kwamba upande aliokaa yeye wa kumuingilia mkewe ni nyuma ya mke wake, lakini mahala anapoingiza ni fi qubuliha. Mtu huyo anasema yakunu alwaladu ahwala, mtoto atakuja kuwa na makengeza, macho yake anakuwa hayatazami vizuri
kama yamekaa upande, kuna maradhi ya tunaita makengeza, malolo na mambo mengine. Kila sehemu watu wana majina yake, manake ni kama utege wa macho. Maneno haya walipokuwa wakiyasema, fanazala, ndiyo ikashuka aya hii, nisaukum harthul lakum faatu harthakum anna shi'tum. Rawahu al-Bukhari an Abi Nuaym wa rawahu Muslim an Abi Bakr ibn Abi Shayba, kwamba Muslim na Bukhari wote wamepokea riwaya hii ya kwamba sababu ya kushuka aya hii walikuwa Mayahudi wanazungumza maneno hayo, na hivyo wakaletewa ubainifu kwamba jambo hilo halina shida yoyote katika Uislamu na wala halina madhara kama hayo wanayoyataja. Lakini katika riwaya nyingine ya Ibn Abbas radhiallahu anhu hasema, inna hadha alhayya min Quraishi kanu yashrahuna an-nisaa bimakka, walikuwa hawa wakikaa na wanawake wana wakunjua, wana starehe nao kwa ukunjufu, kwa upana, kwa kila namna, maana yake katika starehe. Maadam wanajua ni wapi wanalenga, basi walikuwa wakifanya mambo mengi. Yani kwa lugha ya kisasa tunaweza kusema kama walikuwa ni wataalam sana wa mambo ya ndani. Makuraish walikuwa ni wataalam wa mambo ya ndani. Kwa hiyo hizo zinaitwa staili zote walikuwa wakizitumia. Wayataladhadhuna bihinna, na walikuwa wakistarehe na kupata ladha nao. Mukbilati wa mudibirati, maana yake kwa kuelekeana kwa mbele mbele, lakini pia na kwa nyuma nyuma. Falamma qadimu almadina, walipofika Madina, tazawwaju min al-ansar fadhahabu liyafalu ma kana yafaluna bimakka. Wakawa hawa jamaa walipofika Madina wameoa wanawake wa Kiansar. Sasa wakataka kufanya bihinna kama kanu yafaluna bimakka, wafanye kama walivyokuwa wakifanya Makka. Lakini hawa wanawake wa Kiansari wengine walikuwa wameshawahi kuolewa na kuachwa. Si tumesoma kule kwamba katika ule udugu na mapenzi ya Ansari walifikia baadhi yao wanawaambia wale muhajirina, ni yupi katika wake zangu hawa amekupendezea nimpe talaka umuoe wewe, kwa sababu mahari ya kwenda kutafuta mtoto mdogo huko mtaani huna, lakini mimi niambie katika hawa. Kwa hiyo kuna wengine waliolewa katika sura kama hiyo, kwamba mimi nimeachiwa na ndugu yangu yule, nimeachiwa na rafiki yangu yule. Kama ameachiwa na ndugu yake yule, ameachiwa na rafiki yake yule, maana tayari mambo ya staili anayajua humo nyumbani. Sasa ikifika wakati wa mambo, wale jamaa muhajirin wakawa wanataka kujiachia kama walivyozoea. Ukifika kule mwanamke sema, mbona staili hii tena? Hapana. Mpaka wakafikia kusema hadha shay'un lam nakun nu'ta alayhi, jambo hili hata tulikuwa tufanyiwe kwa design hii, kwa staili hii sisi hatufanyiwi, kwa hiyo hatujazoea, haifai hii bana. Basi kwa kutojua kwao wakawa wanawake wanang'ang'ana hivyo. Sasa yasemwa fantashara alhadith, ikawa sasa ni mazungumzo. Bana, wengine unaweza kukutana na mwenzako, rafiki yako, bana, wanawake wa huku naona kama kuna tofauti kidogo, kadha, ili mradi mara kuna mtu jambo linamsumbua mpaka sasa inabidi aliulizie kwa wenzake. Sasa mwingine anasema ni kweli bana, huku pia nimesikia hivyo hivyo. Mambo yakafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faanzala Allahu nisaukum harthul lakum, ndio Mwenyezi Mungu akateremsha. Sasa hizi sababu za kushuka aya hii karibu riwaya 8-10 zote, lakini zote zinaelezea jambo hili, zote zinaelezea jambo hili. Sasa kwa nini huwaambii watu maneno kama haya ili wakafahamu? Kama ilikuwa sababu ni hiyo, basi bila shaka kumbe kilichokusudiwa hapo kwenye annashitum ni pale pale mnapotaka, pale palipokusudiwa, hakuna njia nyingine. Kumbe ilikuwa tatizo hawa wamezoesha na wamezoea kupitia kwa staili hii na staili hii, wale walikuwa hawajazoea. Kile chogomba ilikuwa ni staili, lakini sio jambo kulifanya mahali pengine.
Ndugu zangu, lazima tuwe na ukweli katika imani zetu na tuwe na ukweli na uadilifu katika elimu zetu. Lakini kama ni kweli tulikuwa tunafafanua kwa lengo la kuwafahamisha watu haki, kuwafahamisha watu jambo lilivyo hivi, wakati unasema nisaukum harthul lakum, haujapata kitu cha kufafanua hapo mpaka ukaenda kwenye annashitum. Nisau inafahamika, tamko nisaa ni neno kwa ajili linafahamisha wanawake, lakini harthul lakum, tukienda katika lugha hiyo, ni lugha ambayo imesababisha paka kubihisha liwati. Hii lugha hii kwanza kabisa inatuambia nisau ni taifatun, sawa, au jamu ya wanawake, yani ni kikundi cha wanawake ambao mmoja anakuwa ni mraatun au almar'a, wakiwa wengi ni nisaun. Kwa tunapata kwamba neno nisaa tunalifahamu vizuri tafsiri na maana. Lakini harthun tunafahamu pia harthun ni nini, kwa sababu harfu imetajwa sehemu nyingi tunaifahamu, na tafsiri ndio hiyo ambayo imetoka ni konde, shamba. Ikiwa sasa nisaukum harthul lakum, wake zenu ni mashamba yenu, bila shaka Waislamu na kila anayesikiliza kitabu cha Allah angehitaji kufafanuliwa hapa zaidi kuliko kufafanuliwa huku, na kitendo cha kufafanua hapa kingefanyika tu, tayari jawabu lingekusudiwa nini amelenga Allah subhanahu wa ta'ala. Kumekosekana nini hapa? Kumekosekana adalatul ilmiya, uadilifu hakuna kwenye ilmu hapa. Hakukusudiwa uadilifu, pamekusudiwa khiana, na khiana imefanyika kweli. Hivi mtu mwambie tu mke wako ni shamba, alafu basi hatotaka kufafanuliwa akaelewa kwa nini mke wangu aitwa shamba, kwa nini mke wangu aitwa shamba, ambao ufafanuzi ungekuwa mwepesi maskini, na ungetoa tu ufafanuzi ungekuwa umeshamaliza huku, wala usingeenda tena. Nisaukum harthul lakum. Sasa nisaukum harthul lakum hapa kumetumika lugha ya kimajazi, kwa maana ya kwamba sio lugha ya hakika. Harthu ni shamba, kwa hiyo mwanamke hawezi kuwa shamba, ila kunakuwa kumetumika majazi. Majazi haya ni istiara, lakini haya majazi ili yapatikane lazima kupatikane vitu vine. Kunapatikana kitu kinaitwa mushabbahu, kunapatikana kitu kinaitwa mushabbahun bih, kunapatikana kitu kinaitwa adatu tashbih, kunapatikana kitu kinaitwa wajhu shabahi. Lazima vipatikane vitu hivi. Kwa hiyo vitu hivi vikipatikana ndio kunaambiwa hapo kuna majazi, kuna tashbihi. Na hapo imepatikana tashbihi. Tashbihi yenyewe iliyopatikana hapo ni kufananizwa mwanamke na shamba. Amefananizwa mwanamke na shamba. Hiyo ndio tashbihi iliyopatikana hapo. Na nini tashbihi? Tashbihu ni bayanun anna shay'an au ashya'an sharakat ghayraha fi sifatin au akthara. Unaweka wazi kwamba kuna kitu hicho kimeshirikiana na kitu chengine katika sifa, ima sifa moja au zaidi. Kwa hiyo hapa alipokuwa mwanamke ameitwa shamba ni kuonyesha kwamba huyu mwanamke ameshirikiana na shamba katika sifa moja au zaidi ya sifa moja. Sasa tunakuja kuangalia, je, ni kweli zipo sifa ambazo mwanamke ameshirikiana na shamba? Jawabu ndiyo. Shamba lina sifa gani? Lina sifa ya kutoa mazao. Mwanamke ana sifa gani? Ana sifa ya kuzaa watoto. Ndio mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofuatwa na mtu mmoja akamwambia, mimi nimepata mwanamke mzuri, ana kila sifa ya uzuri, ana mansab, ana cheo, lakinnaha la talidu, nimuoe ya Rasulullah mwanamke huyo? Mtume akamwambia usimuoe. Jambo hili lilikaririka mara mbili na jawabu likawa ni la. Mara ya tatu aliporudi bwana huyu kumwambia Mtume maneno haya, Mtume alimwambia la, kisha atamwambia tazawwajul waluda alwaduda fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyama. Usimuoe mwanamke asiyezaa, itokee bahati mbaya lakini wamfahamu kabisa mwanamke yule hazai, wenda muoa hivyo hivyo. Hapana, oweni wanawake wazaao tena sana, walud wazaao sana,
kwa sababu mimi nitajifakhiri kwa wingi wenu kwa ummati nyingine siku ya kiyama. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka watu wazae. Kwa hiyo mwanamke kumbe anapoolewa malengo ya msingi ni kuzaa. Ndio maana akafananishwa mwanamke na shamba. Sasa ikija taawili hii haihitaji tena yale maelezo mengine kule ya kutaka kupotosha watu. Na ndugu zangu, kiukweli kabisa hakuna jambo lolote linaloletwa hapa ulimwenguni la kutaka kupotosha watu, ila ni pale ambapo mtu amekosa uadilifu na amekosa amanatul ilmiya. Amekuwa sasa ni khain, amekuwa ni dhalim, haoni kama kuna watu watamtazama yeye, haoni kama kuna watu watatazama mavazi yake, haoni kama kuna watu watatazama media yake anayotumia kisha watathaminisha kwa sababu tu ya vazi, kwa sababu ya media, kwa sababu ya jambo fulani, watu wataamini kwamba yule anachokizungumza anamaanisha, ilhali kumbe anachomaanisha sicho anachokizungumza, yeye yuko katika maslahi. Mwenyezi Mungu atujalie mwisho uliokuwa mwema. Lakini katika maudhui hii inshallah tutaendelea hatua kwa hatua kwa kadiri Allah atakavyotuwafikisha, kisha tutakuja kuhitimisha na yale mambo ambayo yanafanywa, lakini mambo hayo watu wanayatumia kwa lengo tu la khiana, kuja kuwafahamisha watu kuwa wao wako katika haki, lakini kumbe wana jambo mbali na haki. Kwa kweli kuna mambo mengi sana katika mrengo huu ambao unahalalisha liwati. Tutakuja kuyaona kwamba watu walio katika mrengo huu wa kuhalalisha liwati kwa wake na waume wanahalalisha paka liwati kwa watoto wa kiume, na wanahalalisha paka liwati kwa watoto wadogo kabisa ambao hawajajua lolote na wana mambo mengi. Kikubwa zaidi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki. Na kuna kawaida likifanyika jambo kwa upande ule likataka kusemwa, eti kunaambiwa tunataka kitabu sahihi kabisa mutamadi katika vitabu vya watu wa upande wetu huu vinavyothibitisha hilo. Vitabu viko vingi na miongoni mwa vitabu vyao ndivyo ambavyo tunavitumia kuzitoa shawahidi na dalili mbalimbali. Tuwe karibu tu kwa wale wafuatiliaji, basi tutazileta maudhui zote insha Allahu taala. Kwa leo tutaishia hapa. Ni ndugu yenu katika iman Ustadh Juma Parungu, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.